Hamjambo wasikilizaji na wapenzi wa Radio Piramidi Kadima, na karibu kwenye toleo hili la gazeti la Kanisa la Yesu Kristo Ulimwenguni la Jumapili hii tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2025 katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Matangazo yetu yanakujia mbashara kabisa moja kwa moja kutoka huko jijini Lubumbashi Wantanshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mara moja tufungue ukurasa wetu wa matangazo na jiji la Lubumbashi, ambapo ibada ya kafara na sadaka ilifanyika hekaluni Wantanshi chini ya uongozi wa kuhani mkuu Mchungaji Barwani Awezaye. Sherehe hiyo iliyoanza saa 5:30 ilijikita katika ufafanuzi wa sakramenta 5. Mchakato uliratibiwa kwa umakini na kila jonzi la Wakristu inayowakilisha vizazi tofauti. Walipewa dakika 5 kwa kila kizazi. Tuoneshe ya kwamba ibada ilianza na wimbo uitwayo Alikuwa Mtu Yohane Aliyetuma na Bwana kwa kufanya kazi ya habari njema, uliotumiwa kama utangulizi wa sakramenta ya kwanza, neno la Mungu. Tuoneshe ya kwamba mwinjilisti Danieli Mfalme alifungua madhabahu kwa mahubiri yaliyolenga kuogopa Mungu. Tujulishe ya kwamba vile sakramenta hii ya kwanza ilihitimishwa na wazee wa kanisa na Mama Kabedi na Baba Ngoi Pierre Kalula wa Kristo wa kizazi cha kwanza, na kisha ikakazibiwa kwa Mungu na Mama Milemba Bukasa Berme, ambaye alisisitiza marufuku ya kuwapeleka watoto wadogo au watoto wachanga kwenye kazi ya mlima au ubatizo kwenye Pentekoste. Akilikumbusha kusanyiko kwa wimbo huu, Israeli walitoka Misri, walijua wanaenda Kanana. Sisi leo tunatoka wapi na tena tunaenda wapi? Aliimba Mama Mtakatifu Milemba Berme katika hekalu la Wantanshi jijini Lubumbashi. Tujulishe ya kwamba wakati wa sakramenta ya pili, ambayo ni neno la mtu, parole de l'homme kwa lugha ya Kimombo, mzee wa kanisa Mama Chilemba alisisitiza kuhusu mivalio ya wanawake wa kanisa, akidai ya kwamba wahubiri wote, waimbaji na washikao oroza katika mazizi, katika vibanda na kwenye kituo kikuu au station centrale wavae mavazi ya heshima, hasa kuvaa vitenge au kikwembe kwa Kiswahili cha Kongo, kulingana na mafundisho ya idara ya jeshi la kina mama, akipiga marufuku sketi au jipe za mfupi, suruali, pasula ndefu na mavazi ya kuchochea. Tuoneshe ya kwamba Mama Mtakatifu Milemba Berme Bukasa alihitimisha sakramenta hii ya pili kwa kutoa wito kwa jamii kuongeza juhudi na jitihada ili kuimarisha shirika la kanisa. Kisha alikosoa eneo la Lubumbashi kwa ukosefu wake wa maendeleo katika miaka 5 iliyopita tangu kutoka kwa wazaliwa wa kwanza wa kizazi cha 4, akisisitiza kwamba hekalu la Wantanshi bado ujenzi haujakoma. Hata hivyo, alisifu na kupongeza makao makuu ya kiuchumi ya Bukavu kwa uchangamfu wao licha ya hali ya vita, himiza Lubumbashi kuiga shirika la maendeleo ya mashariki ya DR Congo, la sivyo Wakristu wa mashariki wataingia mbinguni huku wale wa Lubumbashi wakibaki duniani, kaongeza Mama Milemba Berme. Tujulishe ya kwamba sakramenta ya tatu iliazimishwa na maombi ya vizazi tofauti yaliyohitimishwa tena na Mama Mtakatifu Milemba Bukasa Berme hekaluni Wantanshi. Tuoneshe vile ya kwamba sakramenta ya 4, ambayo ni tendo, ilishuhudiwa kwa 95% ya washirika wote wakitoa sadaka zao kwenye madhabahu. Hatimaye sakramenta ya 5, shukrani, iliazimishwa kwa maonyesho ya muziki kutoka kwa vizazi tofauti. Hapo kizazi cha 4 kilifungua jukwaa na sebeni yao ya ukila mwili wangu na kunywa damu yangu una uzima wa milele. Tuoneshe ya kwamba kizazi cha 3 kilifuata kwenye jukwaa na rumba yao ya jipangi diulu dialumu lwimpe lwa Kilisto. Hiyo ni rumba ambayo ilichezwa kabisa na watakatifu wa Mungu wa kizazi cha 3. Baadaye kizazi cha 2 kilipanda kwenye jukwaa na mtu wa shiwao, ukishindikizwa na wimbo ya katika Chiluba kwenye Kiswahili kitafsiriwa ya kwamba mtu mwingine alikuwa Musa mteule kwa kuongoza Wanaisraeli njiani.
Tujulishe ya kwamba na kwaya ya amani au ditalala kwa lugha ya Chiluba ya kizazi cha kwanza ilipanda jukwani na wimbo wa Yerusalema. Mwishowe Mama Milemba Berme Bukasa alihitimisha sherehe hiyo ya sakramenta ya 5 na wimbo wa kipekee ambao haukutambuliwa na watu wengi. Hata Radio Pyramid Kadima haikuweza kutambua wimbo huo aliyoumalizia Mama Milemba Bukasa Berme katika jukwaa la hekaluni Wantanshi. Tuongeze tena ya kwamba ibada ilihitimishwa na saa 10:15 au 16h na wimbo wa maombi uliotumwa kwa lugha ya Chiluba twasakidila nzambi bwa mujimu webe. Fuatilia basi ripoti kamili ya ushuhuda wa ibada ambayo mwandishi wetu alituandalia hapo jijini Lubumbashi Wantanshi, akirikodi wa Kristo wote waliohudhuria kwenye ibada hiyo ya kafara jijini Lubumbashi Wantanshi. Papa Barwani awezaye. Ndio papa, tulisikia kama kitu kitakuwa organize Lubumbashi. Eske kitu sacrifice ilipitikana bien? Kitu ilipita vizuri sana, tulianza mwanzo na tukamaliza na salama na Mungu akajitukuza. Ndio. Tulisikia Mama Berme anajitoneke watu wa kurepondre. Ni nini kilisababisha watu wa kurepondre? Ni kusema watu walianza kuzinzia. Mama alipenda kuamsha watu, kila mtu apate kujitia mstari kwa ajili ya kazi ya Mungu. Aliona kama watu wako na upungufu, naomba kila mtu ajitoe kulingana na kazi ya Mungu. Mama Kabedi Rose ni mama yetu, Mama Kabedi Rose hapa Lubumbashi. Mama, tulisikia kama kitu ile sacrifice itapitikana Lubumbashi. Eske ilipitikana na kweli ilifanyika mzuri au? Ilipitikana, inafanyika mzuri sana na furaha na shangwe sana. Mama, tulisikia kama kitu ile sacrifice iko juu ya bandu yetu wenye kwa mashariki, juu ya vita, juu ya kuwafariji. Eske ni kweli au hapana? Ni kweli kubafariji, na wewe mwenyewe peke yako tena ujisakrifie ili uone mwakufarijia mwenzako. Mama Wezai Barwani. Kama kitu ilifanyika mjini Lubumbashi. Kitu ilifanyika na ilipita bien sana. Ndio. Sasa mama, para rapport na jinsi tulisikia kama hii kitu ilikuwa organize juu ya watu wa kuishi ndio kwa kupitia guerre. Eske ni kweli au namna gani maneno hiyo? Ni kweli, ndio sisi yetu ilikuwa maana tunafanya sacrifice ni juu ya kusaidia wale bandugu yetu. Ndio. Antuka inapita bien sana. Tunashukuru na Sheikh Mungu. Mimi ni papa Kapuya Pasia Fils. Papa Serana gani kitu ile hapa Lubumbashi? Tunashukuru mzee wangu. Ndio. Mungu alifanya makuu na maajabu, tulikusanyika kwa wengi na kazi yote inatembea salama. Katika mwanzo ya kilti ya na mpaka mwisho kazi yote ilikuwa mzuri, tulikuwa na shangwe na furaha. Mama Mujinga Justine. Kwa kizazi gani? Kishika tunafanya kwa. Merci beaucoup mama. Tulisikia kama kitu ile sacrifice ilifanyika mjini Lubumbashi. Eske ulikuwa hapo, ulifika pale na uliona kitu ilifanyika namna gani? Nilikuwa hapo, kitu ilipitikana bien papa. Par rapport na jinsi uliona watu, eske walijipresenter massivement, eske watu walikaribia, eske kulikuwa furaha kabisa kulingana na ile kitu? Bon, bantu abakukwetu ba mingi tulikuwa tu furaha. Salon mie furaha ilikuwa. Sasa ni message gani ambayo unaweza patia kwa wale wenye wakujipresenter wenye wakufika? Tabonesha ilipita bien, mais munakusa mambo ya bien, il faut mwe bote mwanzo karibia kwa mambo ya hivi sasa sacrifice, mwanzo kuya ba mingi, ndio sacrifice ni ile kitu moja tunafanyaka par année 2 fois ou 3 fois, il faut mwe bote mwanzo kujikaza unakuya. Papa Pierre Ngongo. Kwa kizazi gani? Kizazi ya 4 première promotion. Kitu ya sacrifice, kitu salama, mwanzo kwa vile mwisho, mais ka susi kidogo ilikuwa tu ni problème ya badi ni aba répondre favorablement tout à sacrifice, on sait pas pourquoi, pour la sensibilisation a une bien faite ma niveau ya bergerie, mais dans l'ensemble en tout cas maneno yote ilianza mzuri na mzuri. Tuongeze vile vile aiza mchungaji Barwani alitangaza kipindi cha maombi ya siku 3 ambayo itakayoanza tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025 katika site za Lubumbashi, yani site ya Wantanshi, site ya Hewa Bora na site ya Kenya. Mara moja tufike huko jijini Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ibada au mkusanyiko wa kafara vile vile ya sadaka na matoleo ilisisimuka katika zizi kuu la Noa huko jijini Kinshasa. Tujulishe ya kwamba ibada katika kanisa kuu la Noa iliazimishwa na hisia kali, hasa wakati wa sakramenta ya 3 hekima ya mtu. Kwa ushauri wa uongozi wa kiroho, waaminifu waliomba ulinzi wao wa kiroho na kimwili, wakisubiria ujio na upako kwa Roho Mtakatifu. Wakati wa sakramenta ya 2 neno la mtu, waaminifu walilalamika kuhusu ukosefu wa busara wa utawala wa kanisa ambao hufichua habari nyeti
kwenye mitandao ya kijamii na hivyo kuzoofisha taasisi ya kanisa la Yesu Kristo. Basi tuhitimishe gazeti letu la habari na matangazo ya vifo. Radio Pyramid Kadima imerekodi vifo vya Wakristo wawili ambao ni Mama Jolie Nanga, ni mzaliwa wa kwanza wa kizazi cha 4 aliyebatizwa huko jijini Kasumbalesa, na Mama Pamela Musau wa kizazi cha 4 aliyetoweka huko jijini Kinshasa. Basi Bwana awalaze mahali pema peponi na nafsi zao zipate kupumua. Wasikilizaji wetu, watazamaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Pyramid Kadima, hapa ndipo tunapohitimisha gazeti letu la Jumapili hii tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2025 katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Kwenye usomaji ulikuwa nami Berger Kobi na kwenye ufundi ulikuwa na Daktari Pichu. Basi asanteni kwa uaminifu wenu. Tunawaomba pate kuzidi kuwasambazia wengine taarifa na habari zetu hizi kwa wingi katika magrupu na kuzidi kujiunga kwenye channel yetu ya YouTube na channel yetu ya WhatsApp inajulikana kwa jina la Radio Pyramid Kadima. Basi iwapo haja ya mwito unaweza piga simu kwenye nambari yetu hii ya WhatsApp ukianza na alama ya kujumuisha 24399145415. Radio Pyramid Kadima, asante na kwa heri, tukutane juma ijayo.